Eh, jambo familia Reforme de l'Evangile, ni ndugu Mwanga wa Roho anakuja kujibia audio ya ndugu Asambwa Hussein, pamoja na ule mzee mwingine mwenye anamsupport pale chini mwa hii audio ya huku chini. Asambwa Hussein mie nitakuja kumjibia muneno moja tu. Anajiita ngoma ya milio 7. Sisi sio kama watoto wadogo. Hii kwanza naenda kujibia kwa grupe mzima. Sisi ni watu wazima. Kenya tuyashika tu ni damu ya mtu. Lakini sio kama hatuwezi. Hapana. Sababu kushika damu ni maamuzi na faida yenyewe unajua utaipata. Wakati mkisikia muasili ya Kibembe ngoma ya milio 7 ni nini? Ngoma ya milio 7. Ngoma ya milio 7 ni ngoma ya kichawi. Ulizeni wazee wote watawaambia hivyo. Tena mimi sio kama mtu, ni mtu wa kupapasa papasa. Muulize Asambwa Hussein vizuri. Sio kama tunakorogana naye, hapana. Wakati unataja jina fulani, ujue unataja jina ya Kibembe na jina ya Kibembe inaongea. Ngoma ya milio 7. Ngoma ya milio 7 ni ngoma ya kichawi, sio ngoma ya watu wa kawaida. Ni ngoma inachezeka katika tabaka 7 za watu, katika uwezo 7 za watu, katika mamlaka 7 za watu. Hizo tabaka 7 za watu, kila watu wanacheza ngoma yao. Na ndo hiyo ngoma ambayo Asambwa Hussein anasema ngoma ya milio 7. Mimi umoja mwenye kuongea hapa, mzee ngoma ya milio 7, mtu wa kwanza kuvaa jina ya ngoma ya milio 7 ni babu yangu mimi. Wako na parente na mama kwabo kubashirwinda, mzee Bolikoko wakafulo wanamjua, nadhani kama sikudanganyika alishakuwa marehemu. Wako na maparente yao huko. Mzee Bolikoko wakafulo watu wote wanamjua, anaitwa ngoma ya milio 7, mpaka kufa kwake anajulikana kwa jina la ngoma ya milio 7. Sisi sio tena watu wadogo, sisi ni watu wa tabaka ya watu wa akili za kuenea. Sasa wakati wewe unakuja kwenye kundi unaongea kama wale wamama waliotembea uchi, wale ndio wachao. Na kwanza mimi najua wafanya siasa wote, ikiwemo watu wote wenye akili, ikiwa mimi pia mchawi. Unaona? Sababu wengine hampendi kujitaja kwenye tabaka zenu. Mimi mwenyewe mchawi. Sawa? Sasa mimi sio mrogi, hapana, ama mlozi katika Kiswahili kingine. Mimi ni mchawi. Na wewe ni mchawi hata unakataa. Lakini hiyo ngoma ya milio 7 ilikuwepo ngoma ya wachawi, lakini leo ni ngoma ya warozi. Na inajulikana na watu wote. Ukisikia mtu anachukua jina la ngoma ya milio 7 ni ngoma ya watu wenye elimu ya juu. Hebu muulizeni kwanza mzee Asambwa Hussein ama kijana mwenzangu, sababu namfahamu vizuri. Mumuulize aseme, awaambie ngoma ya milio 7 inachezeka na wakina nani, alafu akuje kunijibia hapa. Aseme ngoma ya milio 7 ni ya kanisa la Methodiste, ama ngoma ya milio 7 ni kanisa ya Edake, ama ngoma ya milio 7 ni katika kanisa ya nani, ya Jamaa Takatifu, ama ya Bolangi, ama ya Korado, ama ya nani. Akuja ajibie hapa, akuje kuniambie. Mtu mzima mwenzaka anamuuliza. Mwenye kuijua ngoma ya milio 7, kama inapigiwa juu ya maji anaijua, kama inapigiwa juu ya choo anaijua, kama inapigiwa na mtu asiyekuwa wa kawaida, kama inapigiwa na mwanamke anaijua. Tusikuje kudisrere watu na kusema kama wabembe wako katika tabaka juu ya kusapoti maasi. Watu kutembea uchi sio neno mbaya kwangu mimi na kwa watu wote. Na nani ambaye hakuagi na baki uchi? Wake zenu mbona wanaenda wanazini uchi maporini, mashambani, wanavua manguo? Sasa wale waliotembea kwa sababu ya lengo ambalo waliambiwa na Mungu wao, kama gisi Isaya alivyoambiwa na Mungu, tembea uchi, na akatembea uchi. Kwani wala hawawezi kuongea na Mungu?
wale hawawezi kuongea na Mungu? Si wanadamu sawasawa na Isaya, ni wanadamu sawasawa na Elia. Na kama Mungu alimtokea Isaya akamwambia Isaya mwana wa Nuni, nasema tembea uchi, itakuwa ni ishara juu ya Misri, sio Misri na Ethiopia. Isaya alikuwa mtu wa kabila gani? Alikuwa ni Mwisraeli. Unafuata bie? Alikuwa ni Mwethiopia. Leta kitabu kinasema Isaya kama ni Mwethiopia. Mimi sipendagi ubishi. Na nilisikia Asambwa Hussein analomba deba ya Mbembe ambaye atafanya naye deba kwenye maandiko. Akuje aseme siku anapenda aingie kwenye deba kwenye maandiko, alafu nifanye naye deba ya maandiko. Sababu anapenda kukutana na biblioteki ya kitabu. Iko mkichwa. Tuongee naye, yeye naye nasikiaga anasema yeye ni biblioteki nyingine. Akuje apambane na mimi katika maandiko ya Biblia hiyo na niache na ivunja niweke chini. Sababu anahitaji mjadala. Asikuje kuongelea mambo ya kusema Wabembe wanasapoti urozi wakati yeye ana jina la Warozi. Ngoma ya milio 7 sio ngoma ya kawaida. Mnanifuata vizuri? Nakuja kudenonse hiyo maneno wazi ili muweze kujua, msikuwe mnaitanitana. Kuna jina ingine anaita sebe ya enjote pikela kai kului asa. Mnajua ni majina gani? Alafu mnakuja mnasapoti, mnakuja mnacheka wale waliotembea uchi. Kwa sababu gani mnawacheka? Mimi jina yangu ya kawaida ya kuzaliwa naitwa Etebole wa Balema. Mimi ndo jina yangu ya kawaida. Hapana mwanga wa roho. Naitwa Etebole wa wale. Etebole wa Balema. Niko Mshimnyaka. Etebole wa Balema. Etebole wa Balema. Ekerekerishi mishimba na mwane na balya nyama. Etengwe. Etetambwe. Etenjwe. Etamuongo. Donc ile manyama yote yenye najua iko na majina yake ya makali. Ndo wewe utaenda naangalia. Etelo haa, etengwe, etenjwe, ile majina yote. Ndo jina yangu mimi ya kuzalika. Sasa wakati unaenda kutia kabila mzimu na vaambia aseme biko omwe 80% ya watu wenye kusapoti maasi. Naenda kujibia audio ya pili.